Hello my beautiful people, karibuni Idazara, ni wauzaji wa multivitamin, supplements pamoja na body care. Tunapatikana Mwanza mjini, junction ya Deluxe, barabara inayoshuka kwenda U-turn. Lakini pia tunapatikana kwenye platform za social media zote kwa jina la Idazara. Karibuni sana Idazara, awaken your inner glow. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ameamuru watendaji watatu ambao ni wafanyakazi wa kampuni ya mgodi wa dhahabu wa Geita GGML kutoka nje ya ukumbi wa kikao cha kamisheni cha mkoa maarufu kama RCC. Uamuzi huo wa RC Shigela unakuja kufuatia kutoridhishwa na majibu ya maafisa hao wa GGML kuhusu utoaji wa malimbikizo ya pesa za uwajibikaji wa makampuni kwa jamii maarufu kama CSR ambazo hazijatolewa kwa kipindi cha muda mrefu. Shigela amesema fedha za CSR ni pesa za wananchi na sio pesa za watumishi wa GGML na hazitolewi kama hisani bali ipo kwa mujibu wa sheria na kanuni za madini, na hivyo GGML haipaswi kuleta mzaa katika utekelezaji wa CSR. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Mwisho ni plani ya mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri tutakumbuka kwamba sisi kama kampuni tuliwasilisha ile plani ya manufaa Geita na halmashauri ya wilaya mwezi wa pili. Nafikiri zilipelekwa wizarani walileta mrejesho usikoseli kwa mwezi wa 8 wakitaka maelezo zaidi. Nafikiri manispaa waliwajibu na kibali kilitoka mwezi wa 12 au 11 mwishoni kama sikosei. Sasa ile plani kuitekeleza ndani ya mwezi mmoja ilikuwa sio rahisi. Kwa hiyo Tume ya Madini wametuandikia wakiwa wanataka plani ya mwaka 2025. Kwa hiyo tumekubaliana kama kampuni, na hii inawasilisha ni position ya uongozi wa kampuni kwamba resubmit tena plani ya mwaka jana iwe ndio plani ya mwaka 2025. Sasa nyinyi mmejitengenezea kanuni za wapi za kusema hiyo hela ya mwaka jana imepotea? Mwenyekiti, unachokisema ni sahihi. Na je, ni serikali imechelewesha au ninyi mmechelewesha? Mwenyekiti, unachokisema hapa mwisho ni sahihi. Lakini ni sahihi tu pale ambapo wenzetu wange approve ile plan ndani ya muda. Nikumbuke kama anavyosema Gilbert, kampuni iliwasilisha mwezi Februari, actually mwezi Februari, si ndio? Alafu tukakaa kusubiri. Nisikilizeni vizuri, msilete mchezo. Msilete mchezo. Hakuna biashara ujanja kama hiyo. Bilioni 9 za wananchi za mahusiano nataka kuzichukua hivi hivi. Na nyinyi mnaamini kwa Geita Gold Mine mko sahihi? Yaani kweli management yote mmekaa mmekubaliana mfanye hivi? Kabla mwenyekiti nimalizie. Hakuna cha kumalizia. Tokeni muendelee na kazi yenu. Siku mkizirudisha ndio tutakuja hapo tukaketi. Mbona kuleta upuuzi hapa? Yaani mnajijengea kama imaya kweli? Watoke kwanza kule cha taarifa. Yaani mnatengeneza utaratibu wa kwenu mnaojua nyinyi. Hivi Gilbert ndio umetumwa hivi? Au Duranyi ndio amekuja na utaratibu wake? Hivi Duranyi MD tukimtaka sisi aondoke, atabaki hapa? Tusipowapa nyinyi sisi support yenu kufanya kazi yenu mgodini, mtaendelea kufanya kazi yenu hapa? Hao wananchi ambao wanasubiria hayo maendeleo, nyinyi mnakaa tu kwenye bodi mnasema halmashauri zimechelewa kuleta mipango, mmeshindwa ku approve, hiyo hela tunaifuta. Nyinyi mtaendelea kufanya kazi yenu hapa? Mimi nawauliza, mtaendelea kufanya kazi? Sasa tokeni. Paka mtulete fedha ndio mtakaje ofisi. Kama mleti fedha za wananchi wala msije usiri kwangu. Mtaenda TAMISEMI, mtaenda madini, labda mnaenda kwa DC, lakini sio kwa mkuu wa mkoa. Hata kwa mkuu wa mkoa wilaya amekataa. Tuone mtakwenda kwenye ofisi gani kupata support. Takwa la CSR ni la kisheria. Na bahati mbaya mimi nimesomea masuala ya sheria za madini na masuala ya rasilimali ya gesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria yetu ya madini,
kifungu cha 105 na kwa mujibu wa kanuni ya CSR ya 2023, CSR inapaswa kulipwa kila mwaka wa bajeti. Kila mwaka. Ni kwa mujibu wa sheria. Kwa nini nataka niwashawishi wajumbe kwamba kwenye mengineyo liwemo la kumpongeza mwenyekiti na kikao hiki kwa kuchukua kwa mujibu wa taratibu na kanuni na sheria kuchukua majukumu yake. Tujipongeze kwa mujibu wa sheria. Niko nadhani ingia kwenye mengineyo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nashauri lisiishie hapo. Kama hivyo ndivyo na ni takwa la kisheria na alikufanyika, nadhani kikao hiki kielekeze kama ama Rasha au nani waandikiwe barua ya kucomply. Kwa sababu kupita mwaka haina maana kwamba shughuli za madini zikufanyika. Mwaka zilifanyika na CSR ni kwa mujibu wa kazi zilizofanyika kwa mwaka huo kwa mahusiano ya jamii ambayo iko karibu na mgodi. Kwa nilikuwa nashauri kwamba pengine sasa liende mbali zaidi kwamba waandikiwe wa comply kwa mujibu wa sheria na kanuni kama ilivyotakiwa. Kwa hatua nje ni sawa kwa leo, lakini nadhani compliance kwa sababu wao wametoka wakijua kwamba hiyo imejifuta. Haiwezi kujifuta mwisho mwenyekiti.